Mamlaka ya mafunzo ya amali Zanzibar kupitia mradi wa Skill Development for Youth Employability in the Blue Economy Project, yani mradi wa kuwawezesha vijana kujiajiri na kuajirika kupitia uchumi wa bluu, imeandaa kikao maalum cha kupitia na kufanya tathmini ya maelezo ya kitaalam, yani technical specification ya vifaa vya mafunzo kwa ajili ya vituo vipya vinavyojengwa kupitia mradi huo. Kikao hicho kimefanyika katika ukumbi wa SEBEP uliopo jengo la PPZ Mpirani mjini Unguja, na kimehudhuriwa na wataalam kutoka taasisi mbalimbali zinazoshiriki katika utekelezaji wa mradi, zikiwemo Shirika la Bandari Zanzibar, Shirika la Meli, ZAWA, Ofisi ya Makamu wa Kwanza wa Rais, Chuo cha Kizimbani, DIT, Karume Institute Zanzibar, Petroleum Limited na RES Geita. Akizungumza katika kikao hicho, mkurugenzi wa vyuo vya mafunzo kutoka Mamlaka ya Mafunzo ya Amali Zanzibar, ambaye pia ni afisa kiungo wa mradi kwa upande wa VTA, ndugu Abdallah Mohamed Hambali, amesema kuwa mradi wa SEBEP unalenga kuimarisha miundombinu ya mafunzo, kuboresha mitaala na kuhakikisha vijana wanapata ujuzi wa maana utakaowawezesha kujiajiri au kuajirika kwa tija. Mradi huu na uchumi wa bluu, mradi huu umeenda kugusa kwenye vocational, lakini mradi huu umeenda kugusa wizara ya vijana, mradi huu. Yani kila ukiangalia wizara unakuta kwamba ni sehemu ya mradi huu. Kwa hiyo ni mradi wa taifa. Kwa hiyo kama ni mradi wa taifa, na sisi tukiwepo hapa maana tunafanya kazi ya taifa. Lakini jambo jingine pia ni kwamba uwepo wetu sisi hapa maana ni kwamba tumeaminiwa, kwa sababu wapo wengi sana ambao hawapo hapa lakini wana sifa kama za kwetu. Na tumeaminiwa kwamba tunategemewa kwamba tutaenda kufanya kazi nzuri itakayoweza kuzaa matunda endelevu. Lakini pia ni kwamba leo hii inawezekana kwamba isiwe effective kwa sababu tumechelewa kuanza, lakini pia kuna wengine inawezekana kwamba nisha hatujajua ya kazi ikoje, lakini kuna wengine pia tunategemea wataendelea kutujoin ambao tunategemea watatoka data. Kwa hiyo tunategemea kwamba hii grupu itakuwa kubwa. Kwa upande wake, meneja wa mradi wa SEBEP ndugu Salim Ali Mkubwa aeleza kuwa kikao hicho ni muhimu katika kuhakikisha vifaa vinavyonunuliwa kwa ajili ya vituo vipya vinakidhi mahitaji halisi ya mafunzo kwa kuzingatia viwango vya ubora vinavyohitajika. Awali kikao hicho kilifunguliwa rasmi na afisa ufuatiliaji na tathmini wa SEBEP Bi Aisha Talibu Abdallah, ambaye pia alitoa maelezo kuhusu majukumu na malengo ya mradi huo, hususan katika kuimarisha elimu ya ufundi na kukuza ujuzi kwa vijana wa Zanzibar. Alisisitiza kuwa kikao hicho kina jukumu kubwa katika kuhakikisha vifaa vitakavyonunuliwa vinaendana na mahitaji ya vitendo ya mitaala ya mafunzo. Kikao hicho kinatarajia kutoa mapendekezo ya mwisho kuhusu aina ya vifaa vitakavyonunuliwa kwa ajili ya matumizi ya vituo vipya, ikiwa ni hatua muhimu kuelekea utekelezaji wa awamu inayofuata ya mradi wa SEBEP. Nikiripoti Fatia Haji, Mafunzo Online TV.